Mambo vipi Shitcoin fans? Hii ni Shitcoin Tips Season 1 na hii ni session ya kwanza kabisa. Kumbuka nilikuwa na introduction ya kuelezea Shitcoin ni nini na ilikuwaje mpaka biashara hii ikaanza kuanzishwa. Sasa leo tunaenda kuona kwamba ni jinsi gani unaweza kuanza biashara hii ya Shitcoin. Ndani ya cryptocurrency kuna fursa nyingi, lakini fursa ya memes coin pamoja na Shitcoin ndio fursa sahihi au ambao mimi naitumia siku zote. Sasa leo naenda kukufundisha jinsi gani unaweza kuanza biashara hii. Biashara ya trading ni biashara kama zile biashara nyingine. Ni kama unavyoweza kwenda kununua chakula sehemu, ukaenda ukakiuza sehemu fulani kikiwa kimepanda thamani yake. Kwa huku pia unaweza kununua kitu au kununua sarafu zilikuwa zina thamani ya chini ukaziuza zilikuwa zina thamani ya juu na kama umetengeneza faida. Sasa tunapokuja katika Shitcoin trading, tunadili na zile sarafu mpya ambazo ndo zimeanza. Mpya kabisa ambazo ndo zimelistiwa katika soko la cryptocurrency. Kwa hiyo tunadili nazo zilikuwa na thamani ya chini, tunazinunua, tunaziuza zilikuwa na thamani ya juu. Sasa biashara ya Shitcoin mimi nadili sana na trending ya vitu duniani vinavyoendelea. Kwa mfano maybe sasa hivi chochote kikitokea Marekani au kikitokea kinamhusisha Donald Trump, itatengenezwa Shitcoin inaitwa Donald Trump. Kwa hiyo kitu kikitrendi duniani, it means ni token inatengenezwa. Matukio maybe kwa mfano yametokea Tanzania, ingetengenezwa sasa hivi tungekuwa tuna token inaitwa D9, tungekuwa na token inaitwa kama hivyo ambavyo vinazungumzwa na watu wengi duniani. Ndio ambavyo Shitcoin zinatengenezwa kupitia majina hayo. Sasa unaweza ukaanza biashara ya Shitcoin iwapo utakuwa umeshakielewa kipengele hiki. Kitu cha pili ni kwamba jinsi gani utaanza. Hapa tunazo application ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanyia biashara hii. Application ya kwanza ni application ya Trust Wallet, ni application ya Phantom Wallet, ni application ya MetaMask. Lakini na recommend mtu akatumia application mbili, Trust Wallet na Phantom Wallet. Hizi ndo the best na mimi nazitumia kila siku. Sasa kwa nini hizi application mbili? Kila application hapa ina kazi yake. Tukiongelea Phantom, tunazungumzia mtu anayedeal na trading upande wa Solana. Tukisema Trust Wallet tunaongelea mtu anayedeal upande wa BNB Smart Chain. Sasa ni lazima ujue unapofanya hii biashara unadeal upande gani. Kama unadeal upande wa BNB Smart Chain, basi wewe BNB ni special kwa ajili yako. Hata mtaji wako utaenda kuweka katika sarafu ya BNB. Ila kama unadeal na Solana, pesa zako unaenda kuziweka katika Solana na utatumia Phantom Wallet. Kwa maamuzi ni yako, unaamua ufanye trading upande gani. Ukiamua Solana ni wewe, ukiamua BNB ni wewe. Pote wanafanya vizuri, unaweza kutengeneza faida nzuri tu. Hadi pote napashauri, maana mimi mwenyewe pia ni trader wa upande zote, upande wa BNB na upande wa Solana. Sasa ukishaweka pesa zako katika account na kuna njia ya kuweka hela, naomba nielezee kabisa ili tuelewane. Unaweza kutumia wakala kuweka pesa katika account yako. Kwa sababu mtu atauliza, nitawekaje pesa katika account? Unaweza kutumia wakala, Binance, P2P trade. Hapa kama unaweza kupaona, ili ni soko ambapo utakutana na mawakala wengi. Kama unaweza kuona wana rate zao wanazouza, utamcontact, mtaongea, utamwambia atakuwekea katika account yako, then utazitransfer ziweze kutoka pale zihamie katika account yako, aidha ni ya Phantom au ni account yako ya ya Trust Wallet. Zikishaingia pale tayari unaweza kuanza trading. Au utatumia wakala normal, kwa mfano maybe unaweza kuwasiliana naye WhatsApp, ukachukua namba wakala ambao unarecommend ukamtumie, maana ni wakala ambaye hata kama ukipata kesi yoyote, shida yoyote, nifuate mimi nitakusaidia, kwa sababu ni wakala ambaye ninamfahamu na ninaaminiana naye. Mcheki, mwambie kaka, nataka niweke hela katika account yangu, naomba unisaidie. It means utamtumia pesa katika Tanzania shilling, then yeye atakusaidia kuconvert kupeleka katika aidha ni USDT, ni Solana, ni BNB. Ukishakuwa na hizo sarafu tayari unaweza kuanza biashara ya Shitcoin trading. Sasa darasa linalokuja au tunasema session 2, tutaenda kujifunza ni jinsi gani ninaweza nikaanza biashara ya Shitcoin. Tayari nimeshaweka pesa katika account yangu. Jinsi gani sasa naweza nikaanza biashara hii? It means hapo inabidi nijue ni website gani ambazo nitazitumia kutrade, ni website gani ambazo nitazitumia kununua na kuuza hizi token, website ambazo ni salama na sahihi. Darasa lifuatalo nitaenda kueleza hayo mambo. Usisahau kulike, kucomment na kushare kwa watu 10. Lengo ni kuhakikisha chochote ninachokipata na share na marafiki zangu. Usiache kulike na kucomment na make sure umenifollow ili usipitwe na session zinazofuata. Kumbuka hii ni Shitcoin Tips. Hapo utajifunza vitu vingi sana. Fursa zinazopatikana online, fursa zinazopatikana katika teknolojia ya cryptocurrency, fursa zinazopatikana Binance, teknolojia yote kwa ujumla, fursa mbalimbali mpya utazipata. Nadhani unaona na uzuria mikutano mikubwa kama hii. So mengi najifunza, naweza nikashare na wewe yakabadilisha maisha yako. Mimi leo hii niko hapa, huu ni mwezi wa 12, lakini wewe uenda uko sehemu nyingine tofauti. Sasa una uwezo kubadilisha maisha yako iwapo utafanya maamuzi yaliyo sahihi. Ukawa sehemu yote unayohitaji kuwa. Make sure maybe kwa mfano mimi nimeamua vacation yangu ni Dubai, lakini wewe unaweza kaamua mwezi unaokuja, mwaka unaokuja sikuwa sehemu yoyote, kwa sababu maisha ni uchaguzi. Chagua sasa hivi kujifunza, chagua sasa hivi kufanya maamuzi, chagua sasa hivi mimi ninafanikiwa, na utafanikiwa kweli kupitia kile ninachokufundisha. Shitcoin can change your life. Wote kwa pamoja tunasema habibi. Shitcoin can change your life.